malimbuko ni sadaka ya mavuno ya kwanza au faida ya kwanza au kitu chochote unachokipata cha kwanza, hicho ni cha Bwana. Malimbuko huweza kuwa ni mazao ya nafaka, matunda, mifugo, uzao wa mwanadamu, mshahara wa kwanza, faida ya kwanza ya katika biashara, au nafasi ulioinuliwa kwa mara ya kwanza. Kile kilicho cha kwanza ni cha Bwana. Nehemia 10:35 hadi 37. Tena kuleta malimbuko ya ardhi yetu na malimbuko ya matunda yote ya miti ya namna zote mwaka kwa mwaka nyumbani mwa Bwana. Tena wazaliwa wa kwanza wa wana wetu na wanyama wetu kama ilivyoandikwa katika Torati, na wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe zetu na kondoo zetu, ili kuleta nyumbani mwa Mungu wetu, kwa makuhani watu mikao nyumbani mwa Mungu wetu. Mstari wa 37. Tena tuyalete malimbuko ya unga wetu na sadaka zetu, na kuinuliwa matunda ya miti yetu ya namna zote, mvinyo na mafuta, kwa makuhani hapo vyumbani kwa Bwana, kwa nyumba ya Mungu wetu, na zaka za ardhi yetu kwa Walawi, kwa kuwa hao Walawi wazitoa zaka mijini mwote mwa kulima kwetu. Lakini ukisoma Kutoka 34 mstari wa 26 na 27, anasema vitu vya kwanza vya malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokomeze mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Unapotoa limbuko unafanya agano na Mungu. Ukitoa limbuko la mtoto umefanya agano na Mungu juu ya huo uzao. Mungu apiganie, Mungu awatetee, Mungu awalinde, Mungu ajidhihirishe kwao, lakini Mungu aonekanike kwako. Unapotoa sadaka ya limbuko, kwa hicho unachokitoa umeshaweka agano na Mungu. Kama hilo limbuko ni la shamba, manake hilo shamba tayari lina agano na Mungu. Manake unamuita Mungu kwenye hicho kitu ulichotolea limbuko. Sadaka ya limbuko ni sadaka ya amani au ya kuinuliwa, na ni sadaka ya agano la kujifungamanisha na Mungu katika eneo ulilotoa. Kutoka 34 mstari wa 27. Lakini pia unapotoa sadaka ya limbuko unaruhusu Mungu afute uovu wako au asikumbuke uovu wako wa nyuma, na aanze na wewe na kuonekanika kwako kama Mungu kwako. Yaani utamuita, ataitika. Ezekieli 20 mstari wa 40 hadi 44. Anasema, kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, katika mlima mrefu sana wa Israeli, asema Bwana Mungu, ndiko watakakonitumikia nyumba yote ya Israeli wote, pia katika nchi ile, nami nitawatakabali huko, na huko nitataka matoleo yenu na malimbuko ya dhabihu zenu pamoja na vitu vyenu vitakatifu vyote. Nitawatakabali kama harufu ipendezayo nitakapowatoa katika mataifa na kuwakusanya toka nchi zile mlizotawanyika, nami nitatakaswa kwenu machoni pa mataifa. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapowaingiza katika nchi ya Israeli, katika nchi ile ambayo niliuinua mkono wangu kwamba nitawapa baba zenu, na huko mtazikumbuka njia zenu na matendo yenu yote ambayo mmejitia unajisi kwayo, nanyi mtajichukia katika macho yenu wenyewe kwa sababu ya maovu yenu yote mliyoyatenda. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokuwa nimetenda nanyi kwa ajili ya jina langu,
si sawasawa na njia zenu mbaya, wala si sawasawa na matendo yenu mabovu, enyi nyumba ya Israeli, asema Bwana Mungu. Unapotoa limbuko, Mungu atageuza ghadhabu yake na hasira yake katika ule uovu na yale matendo ambayo ulikuwa umeyatenda, na kukutendea yaliyo mema, kiasi kwamba akili yako na ufahamu wako utaanza kusema, kwa nini sikutoa hichi kitu mapema? Kwa sababu Mungu atajidhihirisha sio kwa yale mabaya uliyoyatenda, sio kwa ule uovu ulioufanya, bali atajidhihirisha kwa mema na kukutoa kunako uharibifu. Kwa hiyo unapotoa limbuko ni kwa ajili yako binafsi, unamruhusu Mungu aingilie hicho unachokifanya, unamruhusu Mungu afanye pamoja na wewe. Lakini unapotoa limbuko ni ishara ya kumheshimu Mungu katika hicho unachokifanya. Unapomtolea limbuko Mungu kwenye biashara, maanake unatangaza, biashara yangu mtu wa kwanza na anayeheshimika ni Mungu. Ndio maana unampa cha kwanza yeye. Kazi ninayoifanya, mheshimiwa ni Mungu. Ndio maana mshahara wa kwanza unatoa limbuko. Yaani hata wewe mwenyewe hujala, unampa Mungu kwanza. Utamwona Mungu anavyofanya pamoja na wewe. Utamwona Mungu anavyojitukuza kwenye hiyo kazi. Utamwona Mungu anavyokuinua kwenye hiyo nafasi. Jifunze kufanya pamoja na Mungu, kufanya sawasawa na Mungu anachotaka ufanye. Kufanya mapenzi ya Mungu ni kufanya sawasawa na kile unachotakiwa kufanya, sawasawa na kile ulichoagizwa. Methali 3:9-10 anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashindikizo yako yatafurika divai mpya. Unataka kuona mambo mapya yakiendelea, matokeo mapya yakiendelea kwenye kazi. Yaani unaajiriwa kwenye kitengo, ghafla unapewa na kanafasi kengine, nako wanakupa mshahara. Unafanya biashara, unakutana na channel fulani za kifedha kwenye hiyo biashara unaofanya. Ili kitokee kitu kama hicho, jifunze kujifungamanisha na Mungu. Weka agano na Mungu. Kwa limbuko unakuwa umejifungamanisha na Mungu, unakuwa umeweka agano na Mungu. Yaani hata kama ni kweli kuna vitu vimekubana, wewe cha kwanza peleka kwa Bwana. Mwache Bwana ashughulike na hayo ambayo yamekubana. Mwambie Bwana, umechukua cha kwangu na sasa sina kitu. Fanya muujiza kwenye hili, fanya jambo kwenye hili. Limbuko linatupa usaidizi kutoka kwa Bwana kwenye kila kitu unachokifanya. Unaweza ukaanza biashara na mwingine akaanza kwa biashara kwa mtaji mdogo sana, lakini namna anavyojua kutembea na Mungu atainuliwa kwa namna ya kipekee sana. Fanya kila kitu sawasawa na maelekezo ya neno ya Biblia, kwa sababu Biblia ndio mwongozo. Biblia ndio ramani ya maisha ya kila muumini aliyemtumainia Mungu, ambaye ameweka tegemeo lake kwa Kristo. Biblia ni mwongozo wake. Sasa neno linasema nini kwenye hicho unachokifanya? Neno linasema nini kwenye hicho unachokiendea? Tunaenda kuangalia kusudi au umuhimu wa kutoa malimbuko kwa Bwana. Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa kwanza tunaanza mpaka wa 11. Itakuwa ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, twaa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako, ili alikalishe jina lake huko. Ukamwendee kuhani atakayekuwapo siku zile, ukamwambie, ninakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi ya Bwana aliyowaapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako,
akiweka chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako, baba yangu alikuwa Mwalami, karibu kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko, yenye nguvu na watu wengi. Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu. Bwana akaisikia sauti yetu, akaona taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyooshwa na kwa utiisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, Bwana. Kisha ukaweke chini mbele ya Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako, ukayafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa, na nyumba yako wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yako. Kutoka 13:11-16. Itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani, kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye, azaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana-kondoo, na kama hutaki kumkomboa utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema, ni nini hivi? Utamwambia, Bwana alitutoa Misri, kutoka ile nyumba ya utumwa, kwa uwezo wa mkono wake. Basi ikawa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu, ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wanyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wafunguao tumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wana wangu na wakomboa. Unapotoa limbuko, unaonyesha kwamba umeelewa Mungu yupo wapi kwa ajili yako wewe. Yaani kila mtu ana zizi ambalo Mungu amemwandalia, akienda katika hiyo madhabahu anamuona Mungu. Kwa hiyo unapotoa malimbuko yako katika madhabahu, unamwambia Mungu, nimeelewa upo hapa, useme na mimi kupitia madhabahu hii, ufanye jambo kupitia madhabahu hii. Maana yake unajifungamanisha na Mungu wa hiyo madhabahu. Unapotoa limbuko, inawezekana huelewi ahadi hiyo, nchi ya ahadi ipo wapi. Hapo ulipo ndipo nchi ya ahadi ilipo. Unachotakiwa wewe kutembea na Mungu katika hilo eneo. Kama kuna watu hapa wana magari, kama kuna watu hapa wana maduka, kama kuna watu hapa wanaishi vizuri, na wewe Mungu anaweza kukufanya uishi vizuri. Mungu asipokuridhia, hata uzurule utakavyozurula, ubarikiwi wala ufanikiwi. Jitambue kwamba upo katika nchi ya ahadi. Anza kufanya sawasawa na neno, ili Mungu athibitishe hizo baraka hapo ulipo. Kwa sababu unapotoa hilo limbuko,
unakiri kwamba nimeelewa, umeniweka mahali pa baraka zangu, mahali ambapo umemwahidi, uliahidi baba zangu utaenda kunipa eneo la kuishi na utanibariki katika huo mji. Mungu asipokuridhia, utatafuta huku na huku, utahangaika huku na huku na hutaona chochote. Lakini atakuja mtu nyuma yako, mazingira yale yale ambayo wewe unayo, kwenye hali ile ile, anainuka na anastawi. Ni Mungu amemridhia. Kwa hiyo unapotoa limbuko, unakiri, unaonyesha ukiri wa kwamba Bwana, nimeelewa eneo hili ni Kanaani yangu, ninaenda kubarikiwa mazingira haya, ninaenda kufanikiwa kwenye eneo hili, ninaenda kufanikiwa katika mji huu. Unapotoa limbuko, ina maana unamwambia Bwana, kupitia hichi unachoenda kunibariki, usinifanye nipotee. Kuna mtu anaweza akapata mali akapotea, yaani mali alizopewa na Mungu, baraka alizopewa na Mungu zikamfanya apotee. Unapotoa limbuko, unamwambia Bwana, usiniache nikapotea. Pamoja na mali unazonipa, nisiinue mabega, nisidharau nilikotoka. Unishike kwa mkono wako, niendelee kunyenyekea mbele zako. Kwa unapotoa limbuko, unamwambia Mungu, usiniache nipotee. Unamwambia Mungu, huu uchache nilionao, udogo nilionao, nikuze, nifanye kuwa mtu mkubwa, nifanye kuwa mtu mkuu, nifanye kuenea. Maana unapotoa limbuko, unamwambia nifanye kuwa taifa kubwa. Maanake unatangaza baraka kwenye uzao wako na maongezeko. Mstari wa 6 anasema, Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Kuna mtu anafanya kazi, lakini hela yake inaishia kwenye magonjwa, inaishia kwenye machangamoto. Yaani akishapata tu mshahara, mtoto kavunjika mguu, mtoto sio kafanya hichi, yeye mwenyewe anapitia hichi, ile hela yote anajikuta anasolve matatizo. Huo ni utumwa. Unapotoa limbuko, unamwambia Bwana, kazi hii, kipato changu hichi, uzao wangu huu, nisiwe mtumwa. Yaani mtu unalea mtoto mpaka anafika mtu mzima, amefika mtu mzima anavuta tu bangi. Huo ni utumwa. Umepambana ukuaji wake wote, umejinyima, amefika mtu mzima, baada ya kuwa msaada ameshakuwa teja. Kwa hiyo unapotoa limbuko, unatoka kwenye ule utumwa. Usifanye kazi alafu ikaishia ni mateso na maumivu. Usitumike alafu kaishia maumivu. Maana yake unamwambia Mungu, pamoja na mimi kufanya, na wewe unipiganie, unishike kwa mkono wako, uondoe adui zangu, wasinifanye mimi kuwa mtumwa, nisiwe mateka wa mtu, nikaendeshwa. Mtu mwingine anaenda anafanya kazi huko, anafika mjini anatapeliwa. Huo ni utumwa. Unapomkabidhi Mungu, Mungu anashughulika na huo utumwa. Mstari wa 7 anasema, tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Unapotoa limbuko, kila unapolia mbele za Bwana, kila unapohitaji msaada wa Mungu, Mungu anakuonekanikia. Hata ficha uso wake kwako, wala hata kunyamazia. Atainua usaidizi kutoka mbali, waje wakusaidie kwenye hicho unachopitia. Kwa limbuko linakupa Mungu kuwa kimbilio lako, Mungu kuwa msaada wa karibu, Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Unapotoa limbuko, Mungu anakutoa ugenini. Kivipi? Ataruhusu Roho Mtakatifu ajifunue kwenye kila jambo unaloliendea. Kwa hiyo hutaenda kama mgeni, hutaenda kwa kupapasa, kwa sababu Mungu atakuwa anasema na wewe. Funze kutoa sadaka kwenye kila eneo unaloliendea la limbuko.
Kila unachokifanya cha kwanza, patana na Mungu. Kwa hiyo Bwana pia ataenda kufanya maongezeko, uongezeke kwenye kila eneo na ulichotolea limbuko. Lakini Bwana anaenda kufanya kuwa taifa kubwa, sio tu taifa kubwa lenye nguvu. Kuna watu wapo wengi, lakini wote ni watumwa. Yaani unaona watu kwenye familia wapo 20, lakini hata ukichangisha haraka 200,000 haipatikani, milioni haipatikani, lakini wapo wengi, lakini hawana nguvu. Ukitaka kutoka kunako kutokuwa na nguvu, uende kwenye level ya kuwa na nguvu, jifunze kufanya pamoja na Mungu. Sasa kuna mtu mwingine anaanza biashara hii na anaanza mradi huu, anatolea limbuko kwenye mradi huu anasema niishatoa ile limbuko ile. Mungu anadili na kile ulichotolea. Yaani wewe una shamba lakini pia una duka, unatolea limbuko la shamba, limbuko la duka unakaa nalo. Mungu atashughulika na shamba, duka hatashughulika nalo. Kwa hiyo dukani utakuwa mtumwa, shambani utapata mavuno. Umetoa limbuko la biashara, watoto wako haujatolea limbuko, watoto wanakuwa mawenge, lakini biashara umenyooka. Fanya sawasawa kwenye kila nafasi, sawasawa na agizo, sawasawa na neno. Kwa hiyo usipofanya kwa usahihi, utakuwa upande fulani unaonekanika umenyooka, upande fulani unaonekanika unateseka. Ule upande unaokutesa utasababisha hasara hata upande wa pili. Ukishatoa limbuko, tambua hivi, changamoto yoyote, iwe ilikuwa kazini, kwenye familia, kwenye uzao, kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye mifugo, ukitoa limbuko, elewa Bwana mwenye nguvu, kwa mkono wake wenye nguvu ulio hodari na shujaa, anaenda kuzitengeneza hizo changamoto na kuziweka sawa. Lakini unapotoa limbuko, Mungu anakupa utiisho. Yaani ukitokea mahali unakuwa na utiisho fulani. Kwa hiyo unaweza ukatiisha vitu vikaja, unaweza ukahamlisha mambo yakawa vile unavyotaka yao, kwa sababu Mungu anakuwa pamoja na wewe. Uwepo wake una uwezo wa kutiisha chochote. Kwa hiyo unapojifungamanisha na unapokuwa umeweka hilo agano la limbuko, utahamlisha vitu, vitakusikia na vitatii. Limbuko linakufanya wewe upelekwe sehemu sahihi ya yale ambayo Mungu amekuandalia. Hutapapasa wala hutajisukuma, ila Mungu atakupeleka ili uweze kupokea mahitaji yako. Unaposhinda jambo fulani, usione kama umemaliza, jipange kwa changamoto nyingine. Kwa hiyo usifikiri umemaliza, ni mchakato, kila hatua ni mchakato na kuna mpambano. Usijihisi kama wewe umekamilika au upo vizuri. Jifunze kumkabidhi Mungu, yeye aliye mkamilifu, muweza wa yote. Yeye anayesema anatuwazia mema, lakini yeye ana nguvu zote, na sisi tunayaweza yote katika yeye. Mtafute uwe naye huyo, kiomba tu akusikie. Mtu aliye bora kwenye familia na mwenye ustawi mkubwa, yeye ndo anakuwa kama ndo aliyefeli, mpaka atakapomjua Mungu na kumbeba Mungu kweli kweli, ndio ataonyesha kile alichopewa na Mungu na ukuu alionao. Kuna mwingine haombi, anaolewa na anaingia anazaa vizuri. Mwingine anakesha anaomba na ndoa haitokei. Manake nini? Manake huyu ni lazima awe na patano na Mungu kwa usahihi. Kila anachofanya wapatane na Mungu. Ni nini hichi? Ndio kinatokea. Ukifanya kwa usahihi mbele za Mungu, hakuna hii uhitaji. Mungu anaweza kufanya chochote kwenye nafasi yako. Hata kama upo kwenye nafasi gani, Mungu anaweza kukuinua. Unachohitaji tu kufikirisha nifanye nini, na Mungu achukue maamuzi yako akupe ufanye. Lakini fanya kwa usahihi mbele za Mungu. Ukiona Mungu anakuunganisha na mataifa, halafu wamekuzidi kipato,
watu baki wanatamani kufanya kitu na wewe, maana yake ni kwamba Mungu anataka kuhamisha ule uchumi wa mataifa akupe. Ukiona jambo hilo, jifunze kumwabudu Mungu kweli kweli. Hao watu inapotokea hiyo hali, kitu kinachotokea huwa wanataka kukuendesha na wanataka kukunyima ibada. Usijaribu ukaanza kumwabudu tena yeye, nakwambia unakuwa mtumwa, na kile Mungu alichotaka kukupatia hakitokei, ndio umeshindwa. Mungu hashindwi ukifanya kwa uaminifu. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru, nimeelewa ni majira yangu ya kukuona kwenye maisha yangu. Mwaka huu ni mwaka wangu, nitakuona Bwana ukitembea na mimi hatua kwa hatua, maana nimeamua kutembea katika mapenzi ya Mungu na kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Hivyo ni mwaka wangu, nitakuona Bwana ukijidhihirisha kwenye maisha yangu. Asante Bwana, maana hakika sitakuwa kama nilivyokuwa. Naona kesho yangu ni njema, naona kesho yangu ni njema. Nauona ukuu wa Mungu kwenye maisha yangu, naona kibali cha Mungu kwenye maisha yangu, kwa yale ninayoenda kufanya na kwa namna ninavyoenda kutembea mwaka huu. Ninaona kesho yangu ni njema, nakiona kibali cha Bwana. Ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sikiliza kuzimu, hamtanizuilia mimi kumtumikia Mungu wangu. Nimeamua kujitoa kwa Bwana, nimeamua kutenda kwa usahihi mbele za Bwana. Kwa hiyo adui, hutakaa ufanikiwe kwenye eneo lolote. Haijalishi umenidondosha mara ngapi, umenigaragaza mara ngapi, lakini saa hii nimeamua kutoka moyoni kupatana na Mungu wangu, kujifungamanisha na Mungu wangu. Kwa hiyo kuzimu, hamtakaa mnishinde kwa jina la Yesu. Na kila nitakalolifanya litaonyesha ustawi, litaonyesha ukuu wa Mungu. Kwenye kila jambo nitakaloliendea, Mungu atajidhihirisha, maana sitakuwa peke yangu, nitakuwa pamoja naye. Ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu. Na yatangaza haya mbele ya madhabahu ya Bwana. Hakuna cha kubadilisha kile nilichoamua kufanya, namna nilivyoamua kuishi. Nimeamua kuishi kwa kumpendeza Mungu wangu, kwa kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, na ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Roho Mtakatifu, maana ndivyo inavyoenda kuwa katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana.